Sasa yako maeneo 7 ambayo imethibitika kwa vigezo vyote, ndio maeneo ambayo yanashikilia dunia, na kama unataka kuleta mabadiliko lazima ujiposition kwenye kati ya maeneo haya. Na kama ni giant killer, naomba unifuatilie vizuri, kwa sababu ndio maeneo ambayo utachagua eneo lako, kwa sababu giant unataka kupambana naye hayupo kila sehemu, yuko mahali fulani, na we lazima uwe hapo mahali. Kama vile Daudi ilibidi ende uwanja wa vita akutane na Goliati. Kwa wewe kuna uwanja wako wa vita ukakutane na Goliati wako, ambayo inawezekana sio sawa sawa na Goliati wangu. Eneo la kwanza kabisa ni eneo la family. Familia. Family is the unit of a strong nation. Weak family, weak nation. Na moja ya area ambayo iko under powerful attack sasa hivi ni eneo la familia. Ukiharibu system ya family of any nation, umeharibu strength of that nation. Ndio maana leo attack ya morals haipo tu kwa watu wazima, ipo mpaka kwa watoto wadogo. Angalia katuni unazoangalia, angalia maudhui yake, angalia vitu vinavyotokea kwenye shule za nursery, shule za primary. Kwa nini? Family is under constant attack. Lazima atokee mtu ambaye ana passion na mzigo kwa ajili ya familia, ambaye yeye giant wake anapatikana kwenye kusimamia na kuelekeza nini kifanyike kwenye familia. Namba 2, education or mindset building. What gets into the mind of people today determines the kind of nation we are going to have tomorrow. So the question is, watu wanajifunza kutokea wapi? Watu wanajifunza nini? Leo kwenye kila forum nayoenda, watu wanalaumu mfumo wa elimu. Mfumo wetu wa elimu au tusaidie kujiajiri. Mfumo wetu wa elimu au tufanye kuwa wajasiriamali. Who has to change that? Nani atafanya hicho? There has to be a giant coming from amongst us to go and do the job. Lazima atoke mtu mwenye passion na hilo eneo, ambaye yuko tayari kuinfluence mindset za watu, kuinfluence watu wanakuwa fed nini, kwa sababu tunachowalisha leo ndilo taifa tunalozalisha kesho. So lazima atokee mtu ambaye ana passion kwenye hilo eneo, ambaye kwake yeye ni ministry kama ilivyo ministry zingine. Kama ataandika vitabu is up to him. Kama atazungumza is up to, but he's passionate about it. Anataka kuchange mindset, kwa sababu the kind of mindset we have as a nation, it tells us the kind of nation we are going to have. Leo ukiona kila mtu analalamika na kila mtu analaumu, haijaanza leo. It has been created over time because of what we feed in our mind. Namba 3 ni spirituality au religion, ambao wengine wanaita hivyo. One way of destroying any society, any nation, is to kill the consciousness of the people. Dhamira ya watu ikifa, umeua taifa. Dhamira ya watu ikifa, umeua familia, umeua society. And this is what is happening right now. Watu wanaishi kama vile hakuna conscious kwenye maisha, na tunafikiri ni sawa tu. Leo tukiangalia pengine western countries, mtu anaweza akasema I don't believe in God. Tunaona kama kila kitu kiko mbali sana. Hapa Tanzania, I had a case with one of the pastors. Mtoto wake ameenda nje kusoma, amerudi ni atheist, hamini katika Mungu, na ana evidence, ana argument. You know what devil wants? Is to kill the consciousness of people. Watu wakiwa hawana conscious wanaweza kuua anytime. Watu wakiwa hawana conscious wanaweza kuiba chochote. Watu wakiwa hawana conscious, hakuna kitu tawaambia ambacho kitaleta maana. And this is the message and the mission devil has. Media controls the agenda of any society. Whoever controls the media controls what is discussed. Kuna watu wengi wazuri wameharibiwa kwa kupitia media. Kuna watu wengi wachafu wamesafishwa kupitia media.
You need to own media, you need to influence media. Kwa unapozungumza giant, unaweza ukawa na agenda nzuri, usipate space kwenye media, na mwenye agenda mbaya akapata space kwenye media. Nyie ni mashahidi. Watu wangapi ambao ni maarufu lakini hawana significance yote katika society zetu, lakini media has made them to become so popular and famous. Na wewe unasema na kitu kizuri, Mungu ameniita na jambo zuri. No one gives you an airtime. We need giant killers ambao wataingia kwenye media space, wa own media, wa influence media, ili agenda zilizo sahihi ziweze kupenya kwenye society tulio nayo. So don't run away from the media. If you can own one. If you can be part of the media practitioners, be one. But we need them kuweza kuinfluence kitu ambacho kinatakiwa. Are you not wondering? Vitu vizuri havizungumzwi, vitu vibaya vinazungumzwa. Do you think it's just a coincidence? It's by design. It's by design. So good people rise up and then their reputation is killed in one night by the media. It's by design. Now, if we don't own the media, how are we going to influence the world? How are we going to change things? So kama wewe unasema unataka kuingia kwenye media, go there. If you feel you have passion, you have burden for it, go. We need more of giant killers in the media, ambao wata twist stories, ambao wata report right things, ambao wata report good things, ambao wata advocate good agenda for our society. We need giant killers in the realm of media. Number 5, arts and entertainment. Arts and entertainment. Wote nakubaliana, art is very powerful. Entertainment is very powerful. Leo kuna wasanii ambao wanatumika kusema vitu ambavyo ni one or another, wewe unaweza usikubali navyo kuna kama ni against the morals. But why are they using them? Because they are influential. Wana ushawishi. Leo angalia young generation. Angalia matamasha yakifanyika ambao ni secular. Go there and look at the number of young people who are there. You will cry. Call them for a good cause. They are not coming. Why? Because they are influenced by those people in the space of arts and entertainment. So kama una hicho kitu, usiogope. If you have something creative in that space, God is looking for you as a giant killer in your own space. Number 6, we need people in business and economy. We need people in business and economy. We need giant killers in business and economy. It is money that influence people. Pesa ime-influence vitu vingi hapa na itaendelea ku-influence. Isaac in the Bible became so wealthy mpaka mfalme akamwogopa. We need such kind of giant killers in the space of business, where your wealth speaks something in the authority. There is a space of business and economy that is so powerful. So, kama unaweza na una passion in that area, go for it and start early. Anza mapema. Learn about investment. Learn about finance. Start creating business. Aim higher. Aim becoming big, because we need you in that space. Tunahitaji giant killer kwenye hayo maneno. Let me tell you. Yesu alikufa, akakaa msalabani. Petro akaonekana, Yohana akaonekana, Filipo akaonekana. Akatokea tajiri mmoja anaitwa Yosef wa Arimathaya. The Bible inamuita mtu mashuhuri mwenye pesa, ndio alienda kutoa mwili wa Yesu msalabani aupeleke kwenye maziko. Wapendwa wote, they were nowhere to be found, kwa sababu walikuwa hawana hela, hawana hata simu ya governor kwenda kuongea naye kuhusiana na kumtoa Yesu. There are things you cannot do without money. Bila Yusufu wa Arimathaya, hatujui Yesu angekaa siku ngapi pale msalabani. Tungeendelea tu kuomba muujiza utokee ayeyuke, lakini hatuna pesa za kumtoa, hatuna authority ya kwenda kuongea na Pilato. There are things we need just one phone call. Lakini ukipiga simu ukijitambulisha, mtu asikuulize mara mbili wewe ni nani, aseme aha ni wewe na kujua. Lakini unapiga unaanza kujitambulisha, nimetokea kijiji cha huku, nilizaliwa hapa. No part. Hakuna mtu atakusikiliza. We need people who are powerful in terms of economy and business to influence the world.
So if you want to be a giant killer in that space, go for it and become one. And God will be so proud of you. The last one, number 7, tunahitaji watu kwenye government. We need people in the government. Government nazungumzia arm zote za government. We need people in the executive arm of the government. Tunahitaji ministers kwenye God values. Tunahitaji watu waingie kwenye system za utawala. Tunahitaji kwenye judiciary tupate watu pia ambao tunajua kabisa wana represent God values. Tunahitaji watu kwenye legislature waingie pia wakatengeneze sheria, wakasimamie. We need those kind of people. Tunahitaji watu kama Daniel ambaye anakaa na mfalme, anamshauri na bado anamtamka Mungu wake. Tunahitaji kina Nehemia ambao walikuwa wanafanya kazi ikulu, tunahitaji kuwa nao. Tunahitaji kina Esther ambao anaweza kuwa na access na mfalme na akabadilisha agenda iliyokuwa against the people of God. Tunahitaji watu wa namna hiyo. If you feel you have burden for that, just go and God will help you to make a difference. So katika maeneo 7, position yourself as a giant killer. Ni eneo gani ambalo unaona kabisa this is where God has called me and the anointing is available to help you to make a difference. Ni muda wa kuchukua nafasi yako katika meza ya HW, tuwasilishe kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa na kukujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the home of positive vibes.